Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu kwa watu wote. Siku ya leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya maombi yanayojibiwa. Maombi yanayojibiwa. Namshukuru Mungu, nilikuwa na maombi ya live katika somo letu, maombi ya live. Nimekuwa nikiomba nawe katika live, utaiangalia kwenye live, utaiona live ya maombi. Ilikuwa naomba kwa habari ya uchumi, lakini nichukue fursa hii kufundisha maombi yanayojibiwa. Watu wengi imefika kipindi wamekata tamaa. Wengi imefika kipindi wamevunjika moyo. Nini kinachoweza kuwavunja moyo katika maisha yao? Kinachoweza kuwavunja moyo katika maisha yao? Wengi wanaomba, hakuna majibu. Wengi wanafunga, hakuna majibu. Wengi wanakesha, hakuna majibu. Kwa leo nataka tujifunze maombi yaliyobeba majibu katika ulimwengu wa kiroho, au maombi yaliyobeba matokeo katika ulimwengu wa kiroho. Tutaanza kama ifuatavyo. Wengi wameomba, hakuna majibu, mpaka wengine wamefika kipindi wamekata tamaa na maombi, wamechoka kuomba. Nifuatilie katika chaneli yetu pendwa hii Apostle Katambi. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii, ichukue fursa hii kukukaribisha. Karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Ili upate vipindi vyetu kwa wakati, unaweza ukasubscribe channel hii na ukawa ni mtu wa kwanza kupata vipindi vyetu tunapovituma au kuviandaa na kuviweka hewani. Utakuwa ni mtu wa kwanza kuvipata. Mungu akubariki sana. Leo tunajifunza maombi yanayojibiwa. Sio kila maombi yanaweza kuleta matokeo katika maisha yako, na sio kila maombi Mungu anaweza kuyajibu katika maisha yako. Angalia kitabu cha Yakobo sura ya 4. Kitabu cha Yakobo sura ya 4, tutaanza hapo. Yakobo sura ya 4 kuanzia mstari wa 3. Yakobo sura ya 4 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea. Anasema, hata mwaomba wala ampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Hata mwaomba ampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa hiyo maandiko yanazungumza kwa habari ya kuomba. Maandiko yanasema kwa habari ya kuomba, lakini hajasema kwamba muombi. Biblia haijasema kwamba amuombi. Maandiko anasema mwaomba vibaya. Kwa kuna watu ambao nawezekana kabisa unaomba, nawezekana kabisa unaomba Mungu akutendee kitu kwa habari ya maisha yako, Mungu akutendee kitu kwa habari ya familia yako au uchumi wako, lakini katika maombi unayoomba hakuna majibu. Katika maombi unayoomba hakuna matokeo. Na hiki ni kitu ambacho kimewavunja watu wengi moyo sana. Kwa saa mtu anapoenda kuomba kwa habari ya biashara, mtu anapoenda kuomba kwa habari ya kazi, mtu anapoenda kuomba kwa habari ya familia, unashangaa anaomba maombi, hakuna majibu. Sasa kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari ule wa 3 anasema mwaomba, lakini mwaomba vibaya. Sasa nataka nifundishe namna ya kuomba maombi
yanayojibiwa. Maombi ni kanuni katika ulimwengu wa roho. Maombi ni kanuni katika ulimwengu wa kiroho. Hasa nafundisha kanuni ya maombi yanayojibiwa katika ulimwengu wa roho. Si kila maombi unaweza ukapata majibu, sio kila maombi unaweza ukapata matokeo. Na wengi wanapoingia kuomba huwa nasema nimeomba sana leo, lakini Mungu, sio kila maombi ambayo yanamgusa Mungu au yanamfanya Mungu akuangalie. Tunaenda kuangalia katika eneo ambalo Bwana Yesu alilifanyia kazi, katika eneo ambalo Bwana Yesu akufanya mchezo, ni eneo la maombi. Yesu akafundisha wanafunzi wake. Mathayo sura ya 6 mstari ule, Mathayo sura ya 6 mstari ule wa Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Maandiko yanasema, mstari wa 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama nasi tunavyowasamee wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata sasa na milele. Amina. Sasa nafundisha maombi yanayojibiwa katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa nini nimechukua fursa hii ya kufundisha maombi yanayojibiwa? Watu wengi wamekuwa wakiomba hawapati majibu yao, alafu wanakata tamaa, wanavunjika moyo, wanakata tamaa. Lakini nafundisha kwa ulimwengu wa roho maombi yanayopata majibu au matokeo. Hasa kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 anasema kwa habari ya sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sasa hapa ndipo nataka nitoe siri. Wengi ukiwaambia kwamba wanapoingia kwenye maombi huwa nasema, mtumishi, nimeomba sana. Nasema, mtumishi, nimeomba sana, lakini baada ya kuingia katika maombi hayo, mtumishi, nimeomba sana, lakini kumwambia umeombaje, anakuambia hii sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Haya sio maombi, haya sio maombi. Hii ni kanuni ya maombi. Narudia tena, haya sio maombi, bali hii ni kanuni ya maombi. Mathayo 6 mstari wa 7. Kiwango kile ambacho Bwana Yesu aliwaachia wanafunzi wake waweze kuomba hapa duniani, kiwango cha kwanza Bwana Yesu aliwapa waweze kuomba lisaa limoja. Ndio maana Yesu akasema, hamjaomba pamoja nami hata lisaa limoja, hamjakesha pamoja nami hata lisaa limoja. Kiwango cha Mkristo wa kawaida kuweza kuomba huwa ni lisaa limoja. Kiwango cha chini sana cha Mkristo wa kawaida kuweza kuomba huwa ni lisaa limoja. Sasa hapa maandiko yanasema hii sala, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hii ni kanuni ya maombi, na leo nataka niichambue, tujifunze hii kanuni ya maombi. Kumbuka somo letu, maombi yanayojibiwa. Leo nitaanza hii sala Baba yetu wa mbinguni. Unaweza ukaomba hata masaa 10 na bado hujaimaliza, hata siku 2 bado hujaimaliza, ukitumia namna
inavyotumiwa sawasawa au inavyotumika sawasawa katika maombi haya. Kwa hii ni kanuni ya maombi, sio maombi, lakini kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wanawaaminisha watu haya ni maombi. Ni kanuni ya maombi. Sasa unaitumiaje? Mathayo sura 6 mstari wa 9. Tutaanza hapo. Basi ninyi msalini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa. Kanuni ya kwanza, maana hizi zote ni kanuni sasa za maombi yanayojibiwa. Kanuni ya kwanza, ili upate kujibiwa maombi yako, kanuni ya kwanza ni kanuni ya kumtukuza Mungu. Kumtukuza Mungu. Ndio maana hapa anasema basi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa ni ya kumtukuza Mungu. Ukiwaambia watu wengi waende kuomba, huwa wengi wanaanza na rehema. Mungu nisamee, Mungu nitakase, Mungu nisafishe, Mungu niweke huru. Kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa, tunaanza kwa kumtukuza Mungu. Mwingine ukimwambia tuanze kuomba, anaanza kwa kupiga na washika na wapasua na wafyeka na wakata na waangushe. Asa nafundisha kanuni ya maombi yanayojibiwa. Kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa ni maombi ya kumtukuza Mungu. Kabla hujapeleka shida yako, kabla hujapeleka hitaji lako, kabla hujapeleka changamoto yako, hatua ya kwanza ni kanuni ya kwanza ni ya maombi yanayojibiwa ni kumtukuza Mungu. Unamtukuzaje Mungu? Tafundisha kanuni zote za maombi yanayojibiwa. Kama hujasema sina nguo, sina soksi, sina viatu, sina chakula, sina nguo, kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa, unamtukuza Mungu katika maisha yako. Okay? Unamtukuzaje Mungu? Chakula cha Mungu ni sifa. Chakula cha Mungu ni sifa. Na unamtukuza Mungu sawasawa na vitu alivyoumba hapa duniani. Zaburi 150 mstari wa kwanza. Zaburi 150 mstari wa kwanza. Nafundisha maana sasa wengi wameshajua eti nimetoka kuomba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Anajua ameomba. Hiyo ni kanuni bwana, sio maombi. Hatua ya kwanza, Zaburi 150 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema haleluya, msifuni Bwana katika anga la uweza wake, msifuni Mungu katika mahali pa patakatifu pake. Kwa tunaanza kuona Zaburi sura ya 150 mstari wa kwanza. Zaburi 150 mstari wa kwanza nasema haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni Mungu katika anga la uwezo wake. Kwa anasema msifuni Mungu katika patakatifu, msifuni Mungu katika anga la uwezo wake. Nafundisha maombi yanayojibiwa yanaanza kwa kumsifu Mungu. Kama hujasema sijala, sijavaa nguo, watoto wajaenda shule, biashara mbaya, kazi mbaya, uchumi mbaya, unaanza kwa kumsifu Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Sasa unamsifuje Mungu? Unamsifu sawasawa na uumbaji aliyoumba kwenye anga au kwenye ardhi, katika ulimwengu wa roho. Mfano unamwambia Mungu, wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na ardhi. Wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Kumbuka hakuna Mungu aliyeumba mbingu na ardhi zaidi ya Mungu mkuu sana ambaye ndiye Mungu tunayemwabudu. Shetani akuumba mbingu na nchi. Shetani akuumba ardhi. Kwa unaposema wewe ni Mungu uliyeumba
mbingu na nchi. Wewe ni Mungu uliyeumba mito na bahari. Wewe ni Mungu uliyeumba anga na nchi. Tayari unamsifu Mungu kupitia uumbaji wake. Unaweza kumwambia wewe ni Mungu wa miungu yote. Wewe ni mfalme wa wafalme wote. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu wa mbingu na ardhi. Wewe ni Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Unamtukuza Mungu. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Wewe ni Mungu uliyeumba mito, bahari, milima kwa uweza wako. Wewe ni Mungu uliyekuwako kabla ya mbingu na nchi kuwako. Wewe ni Mungu uliyekuwako kabla ya mito, bahari kuwako. Wewe ni Mungu wa miungu yote. Unamtukuza Mungu. Sasa na uumbaji, naweza kuambia wewe ni Mungu uliyeumba jua. Wewe ni Mungu uliyeumba mwezi. Wewe ni Mungu uliyeumba bahari. Wewe ni Mungu uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Vyote ni kazi ya mikono yako. Wewe ni Mungu wa miungu yote. Katikati ya miungu yote, wewe utabaki kuwa Mungu. Ni Mungu wa miungu yote. Unamtukuza Mungu kupitia uumbaji aliyoumba. Bahari, maziwa, mito, unamtukuza Mungu. Kwa kanuni ya kwanza ya maombi yanayojibiwa ni maombi ya kumtukuza Mungu. Unamtukuza. Wewe ni Yehova Nisi, bendera ushindi wetu. Wewe ni Yehova Nisi, bendera ushindi wetu. Yehova Rafa, Mungu mponyaji wetu, Mungu unayetuponya wakati wote. Yehova Shama, Mungu unayetafutwa na kuonekana. Yehova Yire, wewe ni Mungu mpaji wetu. Yehova Rafa, Mungu, Yehova Rafa, Mungu mponyaji wetu. Yehova Shama, Mungu unayetafutwa na kuonekana. Pendwa, watu wengi wajibiwa maombi yao, sababu wanapoingia kwenda kuomba wanatanguliza shida zao, matatizo yao. Hatua ya kwanza ya maombi yanayojibiwa, tunaanza kwa kumtukuza Mungu au kwa kumpa sifa Mungu na utukufu katika ulimwengu wa roho. Hatua ya kwanza maombi yanayojibiwa sio maombi ya kuweza kumwomba Mungu kwamba kuanza kupeleka shida yako, matatizo yako. Ndio maana hii sala Baba yetu wa mbinguni ni kanuni ya maombi, sio maombi. Futa leo kwamba mimi nimeomba sala yetu Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hii ni kanuni. Ndio maana kuchambulia ulimwengu wa roho, ujue kwamba kanuni hii ya maombi, kanuni ya kwanza, Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, unaanza kwa kumtukuza Mungu. Naomba unifuatilie kwenye hatua nyingine sasa nazoenda kufundisha maombi yanayojibiwa. Kabla hujapeleka shida yako, changamoto yako, hatua ya kwanza ni kumtukuza Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki. Ifuatilie kwenye vipindi vijavyo katika jina la Yesu hai. Amen. Kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, unaweza ukasubscribe channel hii ili wa kwanza kupata masomo yetu. Ubarikiwe. Hii ni hatua ya kwanza, taendelea mpaka hatua 9. Mungu akubariki. Usikose hatua hizi 9. Utaona namna unaweza kuomba maombi ukajibiwa katika jina la Yesu hai. Amen.